Tupo na mtaalamu wa Rita hapa katika kliniki hii ya msaada wa kisheria ya Mama Samia Legal Aid, na yeye atatuambia ni changamoto gani hasa wananchi ambao wamekuja kutatuliwa hapa. Karibu sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Patricia Mpuya, ni meneja usajili kutoka wakala wa usajili, utafiti na udhamini Rita. Tupo hapa kwenye hivi viwanja vya stendi ya zamani Morogoro kwa ajili ya kutoa elimu, lakini kutoa pia huduma zetu za usajili wa vizazi, vifo, ndoa, talaka, watoto wa kuasili pia na masuala ya wosia kwa wale ambao watahitaji kupewa elimu hiyo. Watu wengi wamekuwa wakifika hapa kwenye viwanja vyetu hivi kwa ajili ya kupata huduma ya vyeti vya kuzaliwa, na kama mnavyofahamu wakala, sasa hivi huduma zetu tumeziboresha. Wananchi wanatuma maombi kwa njia ya mtandao, ambapo na kama maombi yake yanakidhi vigezo, ina maana ndani ya masaa 48 ataweza kupata hicho cheti. Kwa hiyo wananchi wanaofika hapa bado wanafikiri kwamba tunapokea maombi kwa physical, yani kuyaleta ofisini, lakini tunapenda kutoa rai kwa wale wanaotutazama na walioko majumbani pia kwamba huduma zetu unaweza ukaomba ukiwa huko nyumbani, kwa sababu tunawasilisha maombi kupitia mtandao. Utaingia kwenye tovuti ya Rita www.rita.go.tz na utachagua sehemu imeandikwa e-Rita. E-Rita ina maana huduma zetu zote zile za Rita zimewekwa pale. Mwananchi akiwa anahitaji huduma zozote zile, akibonyeza pale kwenye kitufe cha e-Rita itampeleka. Kuna huduma za usajili wa vizazi na vifo, ndoa, talaka, lakini pia huduma za wadhamini. Kwa hiyo kama anahitaji cheti cha kuzaliwa atabonyeza pale kwenye cheti cha kuzaliwa na kuna maelekezo atatakiwa kufuata. Baada ya hapo atatuma maombi yake kupitia mtandao, na maombi yake sisi tutayapokea na atakuwa akijulishwa kila hatua kupitia ule mtandao, na ndani ya masaa 48 kama maombi yake yanakidhi atapewa hicho cheti. Lakini pia kama maombi yake hayakidhi, tunamrejeshea na maelekezo ya nini cha kufanya ili basi aweze kupata hicho cheti. Kwa hiyo akipokea maombi yaliyorudishwa ayafanyie kazi kwa haraka na kuyarejesha tena kwetu ili basi tuweze kuendelea na mchakato wa kumpatia cheti. Tumeona hapa umesema mnashughulikia na masuala ya kuwasili. Ni watu wangapi sasa mmewapokea watoto ambao wanatakiwa kuwasiliwa kwa siku ya kuanzia jana mpaka leo? Kuanzia jana mpaka leo hatujapokea bado wananchi ambao wanahitaji huduma ya kuwasili, lakini tunapenda kutoa rai kwa wananchi ambao wanakaa na watoto wa ndugu zao wanaowalea. Ni vizuri basi ukaweza kuwasili hao watoto ili waweze kupata haki za msingi. Unapomwasili mtoto anapata haki kama mtoto wako mwenyewe wa kumzaa, kwa maana ya kwamba utaweza kumgharamia matibabu ya afya, ataweza kubenefit kwenye health insurance yako, lakini kwenye huduma zako zote ambazo wewe una benefit kama mzazi na kama mtoto anatakiwa kupewa, basi ataweza kupewa. Kwa hiyo tunatoa elimu hiyo kwamba kama kuna mtu na mtoto wa ndugu, unaweza ukafika hapa katika banda letu tukakupa elimu ya namna ya kuwasili mtoto na ukaweza kufanya hivyo. Unaona wananchi hawana elimu kubwa ya jinsi ya kuwasili. Unaweza ukatoa elimu kidogo ili watu hata mwitikio uweze kuwepo, kama kukaa na mtoto bila kumwasili atakosa zile huduma za kijamii ambazo ni za msingi kwake. Huduma ya kuwasili inaanzia kwa wenzetu wa ustawi wa jamii. Kama una mtoto wa ndugu, kwa maana ya kwamba labda mtoto wa kaka, wa dada, wa shangazi, wa mjomba, au mtoto tu mwingine umemtoa katika vituo vya kulelea watoto, umewiwa kumlea yule mtoto, basi unafika kwa wenzetu wa ustawi wa jamii. Kuna taratibu pale watakupatia. Wenzetu wa ustawi wa jamii wanapatikana katika miti zote za wilaya, wapo maafisa wa jamii, lakini pia kuna idara ya ustawi wa jamii
Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake, Watoto na Makundi Maalum. Pale wanaweza wakakupa taratibu ya namna ya kumwasili mtoto. Ukishapata zile taratibu zote, kwa sababu hizi taratibu zinahusisha pia kwenda mahakamani kwa ajili ya kupata sasa kupata haki ya kisheria sasa ya yule mtoto kuwa wa kwako. Ukishapewa ile amri ya mahakama, basi utafika kwetu RITA, utaweza kuisajili na kukupa cheti cha kumwasili mtoto, ambao ndio ushahidi sasa kwamba huyu mtoto amekuwa wa kwako, kama anakuwa na right zote, anakuwa na haki zote kama mtoto ambaye umemzaa wewe. Na mwitikio ukoje sasa kwa watu ambao wamekuja na changamoto zao za kuwasili na vitu vingine? Mwitikio ukoje kwa wananchi katika huduma hii ya msaada wa kisheria? Mwitikio kwa kweli kwa wananchi ni mkubwa. Kama mnavyoona mbele ya banda letu, tuna watu wengi sana ambao wamefika. Asilimia kubwa hapa wamefika kwa ajili ya kupata huduma ya vyeti vya kuzaliwa. Katika hili banda tunachakata kwa maombi ambayo yamekidhi vigezo, na tunaweza kuwapatia vyeti hapa hapa, kwa maana ya kwamba wale ambao wameshaomba siku ya juzi ya jana, basi maombi yao kama yameweza kukidhi vigezo, tunawapatia vyeti hapa hapa. Ndio maana unaona mwitikio ni mkubwa. Lakini pia nipende tu kuwasisitiza kwamba tutakapomaliza huduma hii hapa, wasisite kufika katika ofisi zetu. Tuko katika ofisi zote za wakuu wa wilaya, ambapo wanaweza wakapata huduma zetu zote, na pia RITA makao makuu wanaweza pia wakapata huduma zetu zote za usajili wa vizazi vipya, ndoa, talaka, watoto wa kuasili. Lakini pia kama wana maswali kuhusu masuala ya udhamini, lakini na masuala ya uandishi na uhifadhi wa wosia, pia wanaweza wakapatia. Asante sana. Shukrani.